Jamani, ndugu zangu waandishi wa habari, leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya jambo moja. Ama pia tutakuongea hapa mzee bwana. Kwa majina naitwa Moshi Kasimu, lakini watu wengi wamezoea kuniita Anko Moshi. Mimi ndio mratibu msaidizi wa jambo linalokwenda kufanyika tarehe 8, na Nyamonge Sports Promotion imeandaa tamasha kubwa la michezo, lakini michezo hii itakuwa tofauti kidogo, ni kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kutakuwa na tamasha la michezo kwa ajili ya watu wenye ulemavu siku ya tarehe 8. Tunategemea kufanya tamasha hilo kwenye viwanja vya Mwembe Yanga, na tutakuwa na michezo takribani 3 mpaka 4. Watu wenye ulemavu kutakuwa na mchezo wa goalball, kwa maana watu ambao wenye ulemavu wa macho ama uoni hafifu, lakini pia tutakuwa na wheelchair basketball, mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu, lakini pia tutakuwa na watu wa mpira wa miguu wenye ulemavu. Katika kunogesha zaidi, tumealika na wenzetu wa mchezo wa rede ya kisasa, nao watakuwepo katika tamasha hilo. Tamasha linatarajiwa kufanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 jioni. Karibuni sana kwenye press hii ili tuweze kwenda pamoja. Isa, wewe niambie tu. Waulize wao. Sawa, Anko Moshi bwana, tuambie, umesema kuna timu kadhaa, si ndio? Ndio, kuna michezo kadhaa. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tamasha litaanza saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 jioni, lakini pia nilisema kwamba mchezo hii inakwenda kuhusisha 95% ya watu wenye ulemavu. Kwa hivyo tutakuwa na mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu Tanzania, ndio tunatarajia yeye hawe mgeni rasmi siku hiyo, kwa maana kwamba yeye ndio anafahamu watu wengi wenye ulemavu Tanzania nzima. Pia itakuwa ni sehemu ya yeye kutuunganisha na watu hao, kwa sababu Nyamonge Sports Promotion itawekeza zaidi kwa watu wenye ulemavu katika kutangaza michezo. Nashukuru sana. Imeonekana kwenye michezo watu wengi wenye ulemavu kama vile wamewekwa pembeni kidogo. Kwa hivyo tamasha hili lengo lake ni kwenda kwanza kabisa kuibua vipaji kwa watu wenye ulemavu, lakini pia kuweza kuviendeleza vipaji vyao. Hii ni fursa kubwa sana kwa watu hao wenye ulemavu, kwa sababu sio tu sisi Nyamonge Sports Promotion. Ukiangalia hata jamii, mara nyingi wazazi huwa wanachukua watoto wenye ulemavu, huwa hawatoi kwenye jamii. Kwa hiyo wito wetu sisi kama Nyamonge Sports Promotion, tunataka kuwaambia wazazi kwamba kama mtoto ana ulemavu au mtu yoyote aweze kuja kwenye tamasha, ili ataweza kuona michezo inavyochezwa na kuweza kuamini pia jamii iondoe ile mindset ya kwamba huyu ni mlemavu hawezi kushiriki michezo. Hilo ni jukumu kubwa, lakini pia baada ya pale ni kuweza kuwapeleka mbele zaidi kufika kwenye malengo yao. Tamasha litahusisha mchezo wa goalball. Goalball ni mchezo ambao unahusisha watu wenye ulemavu wa macho, lakini pia tutakuwa na wheelchair basketball, kwa maana mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu. Alkadhalika tutakuwa na mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu, lakini katika kunogesha zaidi pia tutakuwa na rede kwa watu wote ambao watakuwa kama washabiki, lakini wamekuja kusupport watu wenye ulemavu. Hili ni tamasha la kwanza ambalo ndo linaandaliwa na Nyamonge Sports Promotion, na tumeanza kwa mkoa wa Dar es Salaam na pia hatukufikia mkoa mzima kwa ujumla. Kama sijakosea au kama ulifuatilia vizuri, tumemwalika mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu Tanzania. Huyu ndio barozi na ndio atakayetupa sisi connection ya kujua watu wenye ulemavu wako wapi na tunawafikiaje. Yeye anafahamu pia vilabu vyote vya watu wenye ulemavu, kwamba basketball wenye ulemavu wako Dodoma, ni rahisi sisi kuweza kuwafikia. Kwa hiyo next time tamasha hili litafanyika kwa upana zaidi kufikia mikoa yote. Uchulo Hamisi Omari Uchuro ni rais wa klabu ya wasioona goalball Tanzania. Nipo hapa kwa ajili ya kutangaza mchezo huu wa goalball kuelekea tamasha la Nyamonge Sports siku ya tarehe 8
mwezi wa 6. Goalball ni mchezo ambao unaochezwa na watu wenye ulemavu wa macho na ndio tunaoenda kuuzindua tarehe 8 iwapo kama Mungu akipenda kwenye Nyamonge, na hii inaenda kuwa tamasha ya kwanza kwa watu wenye ulemavu wa macho Tanzania kuweza kuzindua mpira wao unaoitwa goalball. Kwa hiyo nipo hapa mbele ya waandishi wa habari kuizungumzia tamasha ya tarehe 8. Kwanza, wito wetu tunaomba Watanzania wajitokeze, waje kuona kitu cha tofauti kupitia kwa watu wenye ulemavu, kwa sababu si walemavu wa macho tu watakao kuwepo. Wapo walemavu wa viungo almaarufu wheelchair, wanakuja kucheza mpira wao wa basketi, lakini pia wapo ndugu zetu viziwi wanakuja kuonyesha mpira wa miguu. Yaani tunakuja kuwatafuta kina Mzinze, tunakuja kuwatafuta kina Shabalala kutoka kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wewe Mtanzania popote pale ulipo, hebu hamasika na hili, uje uone kitu cha tofauti siku ya tarehe 8. Tunawakaribisheni sana kwenye viwanja vya mazoezi. Vijana wangu wana hamasa kubwa, na nimekuja na mmoja kati ya wachezaji, nadhani atapata nafasi ya kuongea baadaye. Yupo mwanadada shupavu mrembo hivi, ataongea namna gani mazoezini yanavyokuwa. Kwa hiyo kwa kifupi, timu yangu iko vizuri na ina hamasa kubwa kuelekea tamasha la Nyamonge Sports, kwa sababu kwao ni kitu cha kwanza, hakijawahi kutokea. Kweli wanacheza, lakini walikuwa wanacheza kwa kujifurahisha, ila kwa sasa hivi wanacheza wakitegemea mbele wana mashindano makubwa na wanaonyesha kwenye umati wa watu unaokuja kuwasapoti. Kwa hiyo kiukweli mazoezi yanaendelea vizuri sana sana sana. Naam. Kuhamasisha watu kuweza kushiriki katika tamasha hilo. Unaweza ukakuta mtu ambaye atapata nafasi ya kushiriki kwenye hilo tamasha atapata faida gani? Swali langu? Yaani kama mchezaji atapata faida gani kuweza kushiriki kwenye hilo? Kwa sababu huu ni mchezo kama michezo mingine, na jinsi nilivyowatengeneza wachezaji wangu, sikuwaonyesha waje wapate kitu kupitia tamasha hili, lakini kikubwa nilichokuwa nimewaonyesha waje wautangaze mchezo kwa ajili ya baadaye, kwa sababu lengo kubwa klabu hii iwe kubwa na tuwe na ligi yetu kama watu wasioona Tanzania ya goalball. Sawa? Kwa hiyo lengo au malengo yetu sisi kama watu wenye ulemavu wa macho, tuwe na ligi yetu Tanzania kama wenzetu walipokuwepo watu wa Chawata, walipokuwepo na ligi yao. Nadhani unaona Chawata wana ule mpira wa gongo moja, si ndio? Ambayo mpaka sasa hivi wameandaa hadi timu ya taifa inayoitwa Tembo nini? Yes. Kwa hiyo na sisi lengo letu tuwe na timu imara itakao kuja kushiriki kwenye kuja kuwa na timu ya taifa ili ikawakilisha hata nje ya nchi, kwa sababu goalball inatambulika kidunia. Unaona, sio labda ni mpira ambao umebuniwa Tanzania tu, hapana, unatambulika kidunia. Kwa hiyo na sisi malengo tufikie soko la nje, tuwe na timu imara. Kwa hiyo ili mradi tupate timu imara, kwa sasa hivi wachezaji wangu nimewaambia wajifunze kujitolea. Kama inapatikana ruzuku, yes, itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini kama itakosekana, wao wakubali kwa hali yoyote kuutangaza mpira wao, kwa sababu ndio mchezo tunayoumudu sisi. Umeona eh? Jamani, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana bwana, mimi nishukuru kwa ndugu zangu Nyamonge Sports Promotion kwanza kuleta kujali vivitu hasa upande wa ndugu zetu walemavu, nao wa enjoy something like that. Sasa hivi wamekuja na promotion ambayo itakuwa inafanyika pale Mwembe Yanga tarehe 8 mwezi unaokuja, mwezi wa 6 mapema sana kuanzia saa 2. Wa Tanzania jamani, ndio mambo tunavyokwenda. Kusaminiana, sisi wote ni binadamu, sio vindiko.
tuna uwezo kufanya jambo lolote lile kama tunawezeshana, kama tunakumbukana. Kwa kweli Nyamonge kwa hili nawapongeza sana. Walemavu watacheza michezo ya aina 3 na wanyongeza 4 walede kutoka watu tofauti tofauti ili kuongeza uloda. Na hii imekuja kwa sababu yani kwamba kuonesha kwamba kwa nini wengine wakae wamekaa tu bila sababu, wengine wanashughulika. Kama wengine huko nje wanaofanya, tunasaminiana. Leo hii ukiangalia kuna shule za viziwi, kuna shule za vipofu, kuna shule za walemavu wasioweza kutembea. Na leo na hapa sasa leo kuna basket ya wheelchair. Una stay down, unapiga basketball. Kitu kinatiko kumporodo kule njoo. Mtu nini kimwangalia aone labda, lakini karusha kalengo. Ndio ufahari wetu. Kuna mpira wa miguu, kuna hiyo aliyosema bwana mkubwa nini ile volleyball. Muona bwana. Na hiyo ni vitu ambavyo vipo na yao wachezaji wakashaandaa, lazima tukae kwa misimamo. Kwa hiyo nawakabisha Watanzania wote, jamani, karibuni tuje kuanzia tarehe 8 viwanja vya Mwembe Yanga kuanzia asubuhi mpaka saa 11. Tuje wote tusherekee jamani, hasa wale kwa maeneo ya jirani pale Temeke pale, sijui Tandika, sijui Mbagara, Ilala yenyewe. Tuje jamani, tuwe nyomi. Nyamonge ameleta raha duniani. Kama hivyo ni special kabisa mchezo huu. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Nitakuwepo. Naweza kusema kwa kweli hakuna shido. Nyamonge hakuna shido. Raha iwepo, watu wapate raha duniani. Wale ndugu zao ambao na walemavu na isikileo kama ana kipaji fulani sio upande wa michezo, nusu aje. Usimweke ndani, usimfiche fiche. Mlete ndani, aje na yeye acheze, play party, apate jasho na la uhakika kutoka mwilini mwake. Kwa hiyo binafsi mimi mwenzangu nimefurahi sana na nitakuwepo tarehe 8 Mwembe Yanga kuanzia asubuhi. Tushirikiane wote na walemavu. Asante sana. Naitwa Maria Wilson almaarufu kama Chido Point. Mimi ni mdau wa michezo na sanaa. Tunapenda kuwapongeza Nyamonge Sports Promotion kwa kile walichokifanya. Walitushirikisha, tukaona kwa nini tusisapoti. Kwa tunaomba Watanzania wote, ndugu zetu, jamani, tunaomba tushirikiane na hawa wenzetu wenye ulemavu wa macho. Tuje tuone vipaji vyao, tuje tusapoti. Mimi nasisitiza sana wazazi ambao mnawaficha watoto ndani kutokana na ulemavu wao, watoe. Uwezi jua unamficha nani wa baadaye jamani. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania tushiriki. Sisi tutahakikisha kama Chido Point kutakuwa na burudani za kutosha, sio tu michezo bali na burudani tofauti kwa wenzetu, na ambao wote tunakuja kujumuika mtaburudika. Kwa hiyo tunaomba mkaribie sana. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza Nyamonge unajua Mungu alivyoumba watu, kuna watu kila mtu kampa kazi yake. Nyamonge wameandaa kitu kikubwa ambacho walemavu hawajasaulika, lakini wamesaulika kimichezo. Sasa Mungu kaamua kumpa kibali Nyamonge, nendeni duniani ukaandae tamasha la boga, watu waende wakafurahi na wenyewe waenjoy. Tuwapigeni makofi kwa Nyamonge. Ladies and gentlemen, ndugu waandishi wa habari, Nyamonge tarehe 8 Mwembe Yanga, tarehe 8 watu watakuja kuona maajabu. Watu wanasema eti maajabu ya Musa. Watu waliona mpira wa kombe la dunia, Messi na Mbappe, yale yalikuwa sio maajabu. Yaani sasa haya ni maajabu. Watu watakuja kuona walemavu wanapopiga pira. Walemavu wa macho wanapiga pira. Msemo kasibu wanaona jamani, Nyamonge wameandaa tamasha kubwa tarehe 8. Tarehe ngapi? 8 mwezi wa ngapi? Wa 6. Mwembe Yanga. Tuje tukaangalie burudani. Mimi mwenyewe nitakuwepo, Bambu atakuwepo. Jamani, wazazi wenye watoto walemavu waleteni. Serikali yetu tukufu ndio tuletea amani. Siko mnielewa? Tutakokuwa tunaandalia tamasha na nyinyi naweka mkono. Kwa hiyo Nyamonge tunawashukuru sana kwa kuandaa tamasha. Na sio hivyo, mimi niongea na mkurugenzi kasemaje, vitu vingine siusiku kuvisema, lakini mimi naopoka. Kuna vitu vingine kaviandaa lakini baada hajavitaja, kwa mfano kama mashindano ya mabodaboda, mashindano sio ya mbio, sio ila vitu vyote kashaviandaa, lakini kaanza na hili la walemavu.
Watu jamani, maajabu ya Musa sio maajabu, maajabu ya tarehe 8 Mwembe Yanga. Jamani, sisi tunafurahi sana kurugenzi, na uzidi kuwa na roho hivyo. Ndio una kibali cha Mungu. So hiyo sio amri yako Nyamonge, hiyo sio amri yako. Umepewa kibali na Mungu cha kuja kuandaa mechi za walemavu. Yaani hiyo sio kazi yako. Ni kazi ya nani? Ya Mungu. Hata huyu Nyamonge atuambie ukweli, huku kwenye kuapa huku ana muhuri wa Mungu. Nendeni duniani ukaanzishe mpira wa walemavu. Jamani, mimi nitakuwa kwenye upande wa wapofu wale, vipofu wale. Wewe nitakuwa mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kusema, ndugu waandishi wa habari, tunawapenda. Nyinyi ndio mnakuza Tanzania, nyinyi ndio mnakuza watu wote maarufu, na mimi mmenikuza. Kila mwandishi wa habari hapa anavyoniona malengo yake yatimie, na nilikuwa naiomba serikali yetu tukufu, waandishi wa habari wape kipaumbele. Nyinyi ndio kila kitu. Kama kuna mwandishi wa habari yoyote hata kama na followers 3, jamani mheshimiwe, nyinyi ndio kila kitu. Kwa hiyo tarehe 8 naongea tena, tarehe 8 mwezi wa 6 Mwembe Yanga, jitokezeni mapema. Furaha yote duniani, mipira sio ya nini na nini, furaha kula kuna furaha ni tarehe 8 Mwembe Yanga. Mje muone vile mambo wanapopiga mpira, wanakuzidi wewe mpaka huko ambapo mzima. Nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nimemaliza. Kakangu wa ukweli, waje pia kuona viziwi wanapocheza muziki. Viziwi. Ngolo safari. Uchana ni maji. Viziwi njoo wana wanapocheza dansi. Kuna burudani nyingi. Ya kutosha. Ladies and gentlemen, jamani, Tanzania sora. Unajua Nyamonge ana muhuri wa Mungu. Jamani, nafurahi. Mimi nitakuwepo. Yaani saa 1 asubuhi nitakuwa na dada yangu Suzi. Wale sio shida zangu, mapema sana. Una baya. 2 niko pale. Yaani ukiona watu kama hao, tunafanya kumwambia tu mtalibebe kwenye chupa kwa wakati. Watakuwa vipofu. Mimi nasemaje? Hiki kibali ulichopewa na Mungu cha kuja kuleta hii burudani za mipira, naomba uendelee. Na sio hili tu. Kuna vitu vingi Tanzania vinakutegemea kwa kuwa ushakuwa na kibali cha Mungu. Amen. Kuna vitu vingi, hata vile vitoto vilivyozaliwa leo viangalie tamasha. Amen. Tangu waandishi wa habari, napenda kwanza kabisa niwashukuru kwa support ambayo mmeonyesha, na nadhani shetani wa Yanga amesisitiza sana na kuombea dua nyingi sana. Mwenyezi Mungu awafanyie maarifa. Lakini pia kwa wale ambao walichelewa labda kwa bahati mbaya, tunachokwenda kukifanya ni kwamba tutakuwa na tamasha tarehe 8 la mchezo wa watu wenye ulemavu, na tutakuwa na michezo zaidi ya 3. Tutakuwa na goalball kwa maana kwa watu wenye ulemavu wa macho. Alkadhalika tutakuwa na wheelchair basketball kwa maana walemavu wanaocheza mpira wa kikapu, lakini pia kutakuwa na mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu. Kwa kunogesha zaidi, tutakuwa na mchezo wa rede kwa watu wote kwa siku hiyo ya tarehe 8, na venue yetu tutakuwa ni viwanja vya Mwembe Yanga. Nawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Karibuni tena siku ya tarehe 8 Mwembe Yanga, ili tuweze kujumuika kwa pamoja. Jambo hili bila nyinyi sisi hatuwezi kulifanikisha. Naamini support yenu ni kubwa sana katika kuendeleza michezo. Karibuni sana tarehe 8 Mwembe Yanga.